kwanza ili swali na tamani nipate nafasi ya kuuliza kila mwakilishi wa chama. Niulize kwanza, mna mtazamo gani kuhusiana na swala ambalo liko mbele yetu la maridhiano? Nyie kama chama cha NLD, nyie mna mtazamo gani nalo? Nashukuru kwa swali zuri. Mimi nianze na maelezo kidogo ili niweze kueleweka vizuri. Okay. Cha kwanza, sisi ni wa Tanzania. Cha kwanza. Na sisi nchi yetu ni Tanzania. Ndio. La pili, kwa muktadha huo, jambo la kwanza ambalo anatakiwa kufikiri mwanasiasa kabla ya misimamo yake binafsi ni utulivu na usalama wa nchi kwa mustakabali wa taifa lenyewe. Kwa sababu unapotoa msimamo wako binafsi au wa chama katika muktadha wa usalama na ukaona sio jambo bora ambalo liko mbele yetu, basi una nia nyingine tofauti kwa taifa lako. Nimetanguliza hayo maelezo kwa sababu imejengeka kwa baadhi ya watu ili uonekane wa maana sana kwenye hizi siasa, basi uwe na maneno yenye karaha kidogo katika misimamo. Imejengeka hivyo kwa baadhi ya watu. Sasa kwa bahati nzuri kwa mimi ambaye niko studio leo, mimi siasa sikuingia kwenye mikutano ya hadhara. Mfumo unaanza, nilikuwa nimesha kuwa na haki ya kikatiba ya kuwa mwanachama wa chama cha siasa, na mimi ni mwanachama wa kwanza wa mwanzo kabisa wa chama cha CUF. Kabla kuja huku ni juzi tu. Siasa zangu zimeanza miaka ya 92. Na jana tulikuwa na mwenyekiti wa CUF hapa studio. Sasa kisiasa yule ni kijana wangu kisiasa, kwa sababu hata Profesa Lipumba namtaja kwa nia nzuri tu. Wakati anajiunga na CUF mwaka 95, sisi tayari ni viongozi wa mawilaya wa CUF na ni wajumbe wa mkutano mkuu wa chama taifa. Wakati anajiunga, itabidi baadaye utuambie unakula nini sasa. Wakati atupe siri kabisa. Samahani katibu, naomba uvae headphone. Mwenzetu yuko Zanzibar. Okay. Ili upate kumsikiliza maswali. Herama. Nilikuwa nataka kabla hajaanza, ameanza vizuri sana Bwana Hassan Ndoe. Mimi kwangu namfahamu na nimeshawahi kufanya naye vipindi pia wakati huo kwa chama cha wananchi CUF. Na ilitamani atujenge kidogo. Wakati anakuja kwenye ile swali analifafanua, yeye alikuwa CUF akaenda ADC na sasa NLD. Unaweza kauliza kwamba nini kilimfanya ahame vyama mara kadhaa, lakini kuna dhana iko hama vyama ni matokeo ya tofauti za kiitikadi au migogoro ya kiuongozi. Wakati sasa akija kutuelezea ile analoeleza juu ya misimamo kuelekea maridhiano, kwanza anzia hapo. Sio kwamba atujibu kwanza hili swali ambalo alikuwa anakaribia kulijibu alafu ndio tuje hapo. Sijui kwa sababu dhamana yenyewe au niseme hoja yenyewe ni binafsi nitaka tutambue kwanza wanayataka. Unajua kila chama kinakuwa na misimamo yake. Je, tumsikie mpaka mwisho kwanza. NLD wanayataka maridhiano, alafu ndio tuendeleze maswali mengine sasa. Na kama wanataka maridhiano yenye sura gani? Alafu ndio tuendelee pengine. Au unasemaje mkuu? Mimi niko sawa tu kwa swali lolote, kwa sababu nilikuwa naendelea vizuri kwa ajili ya kuweka sawa. Tuendelee kwanza pale alafu tutajibu hili. Kwa hiyo naendelea na pale nilipoishia. Kwa hiyo ni kwamba nilipozungumza kwamba hii ni Tanzania na mimi ni Mtanzania, kwa namna yoyote inayokuja mbele ni kuwa na nia njema na nchi. Sasa kama kuna harakati za kuleta maridhiano, chama chetu na mimi mwenyewe tunakuwa namba moja kuhakikisha kwamba
jambo hilo linafanikiwa. Kwa sababu ni jambo ambalo linakwenda kuiponya nchi katika muktadha wa hayo yaliyotokea mpaka kukatokea neno maridhiano. Sasa mimi siwezi kusema hayakubaliki, siwezi. Kwa sababu utaniuliza swali la pili, kwa nini hutaki maridhiano wakati yanakwenda kutibu matatizo yaliyojitokeza? Kwa cha kwanza, msimamo wa chama. Mimi nilikuwa mgombea wa nafasi ya rais. Na nimefanya kampeni mikoa yote nchi nzima. Nimefanya kampeni katika wilaya zisizopungua 116 ndio nchi hii. Kwa hiyo nimefanya kampeni, nimeenda kuona Watanzania wenye mahitaji na kiu ya kupata maendeleo. Sasa katika dhana hiyo huwezi ukatafuta maendeleo katika ghasia na marumbano na maneno. Lazima kuwe na utulivu wa kisiasa, kuwe na utulivu wa raia, kuwe na utulivu wa vyombo vya ulinzi na usalama katika kusimamia usalama wa nchi na amani. Kwa hiyo unapotaja neno maridhiano unataja usalama wa nchi kisiasa na kiulinzi. Kwa hiyo mimi na chama chetu cha National League for Democracy ni wadau wa kwanza wanaohitaji maridhiano ya kisiasa. Kwanza tumeshiriki ule uchaguzi wenyewe. Kama ni madhila tumeyapata sisi tulioshiriki uchaguzi. Kama kutakuwa na matatizo ya kiuchaguzi, matatizo ya matokeo ya uchaguzi, waathirika wa kwanza ni sisi tuliogombea nafasi hizo za urais. Kwa sababu mmeona kwa vitendo. Ndio. Mtu mwingine ambaye yuko pembeni, ambaye hajashiriki, akatia doa katika muktadha wa maridhiano, ana haki kwa sababu nchi yetu ni ya demokrasia. Lakini hana ile more authority ya kushikilia hilo jambo kwa sababu yeye binafsi halimuhusu. Mimi ndio mwenye mandate ya kusema matokeo haya au uchaguzi huu una kasoro, kwa sababu mimi ndio nimeshiriki. Mimi ndio nimeona machungu na madhila ya kuzunguka nchi nzima kuomba kura kwa Watanzania. Kwa hiyo ukiniuliza mimi msimamo wangu na chama changu cha NLD kuhusu maridhiano, tunayahitaji kwa haraka yafanyike ili baadhi ya mambo yaweze kukaa sawa ambayo tumeyaona. Kama mgombea, ni mambo gani ambayo nafikiri uliyaona na ungetamani yawe sehemu ya maridhiano? Ambayo nimeyaona kwenye campaign na hamu ya Watanzania ni kuhitaji viongozi ambao wanaguswa na matatizo yao kule walipo. Mfano, ukiangalia safari niliyofanya ya kuzunguka nchi nzima, barabara nyingi ni mbovu sana. Lakini nafikiri barabara ni sehemu ya maridhiano. Anazungumza kwanza. Kwani maridhiano unafikiri nini? Maridhiano ni kuridhiana jambo ambalo haliko sawa. Kama nazungumzia barabara ambayo haiko sawa, unajua na hili Watanzania wafahamu. Yote haya tunayazungumza kwa maslahi ya nani? Ya Watanzania. Lakini ajenda inayoshikwa ni ya maslahi ya wanasiasa. Mimi nimegusa barabara tu, umenitoa kwa sababu nataka nielekee kwenye ung'ang'anizi wa wanasiasa wengi ambao hauna faida na hao watu ambao tunawazungumzia. Na sisi kiu yetu hapa ni kwa sababu tuna bahati ya kuwa na wewe, na kama ulivyosema umeshiriki moja kwa moja mchakato. Kwa tunataka utupe yale ya ndio sasa na kiu yetu ni kufahamu. Kwa hiyo tunapozungumza maridhiano ni kuja kugawana fursa kwenye katiba za uongozi. Akili za watu wengi. Maridhiano ni maisha ya watu. Kuna migogoro ya maisha ya watu huko. Haya nayo tunayaweka wapi? Kwa sababu watu wanataka tukiwa kwenye hii platform ya mazungumzo tukaseme rais anaondolewa, anapunguziwa mamlaka. Alafu vyama vya siasa vinafanywa hivi. Alafu viongozi
hayo ndio wanayohisi ni maridhiano, na ndio maana ukifuatilia kwa watu ambao wanaweka mawazo yao kwenye maridhiano hawakosi kuitaja katiba ya nchi kwamba ina mapungufu. Sasa ukishataja katiba ya nchi kwamba ina mapungufu, ili uweze kuzifanya zile harakati zake lazima ipitie katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani ile progress zake za kuandaa zile sheria za kuendea ule mchakato na hatua za kimfumo. Kwanza dola lazima iweke mkono wa kutengeneza hiyo amendment ya sheria ndogo ya kwenda kutengeneza hizo progress za kuendea katiba. Tayari tunahusisha serikali iliyoko madarakani. Tayari tunalihusisha bunge ambalo limeshachaguliwa. Sasa jiulize, kama una push hiyo ajenda katika muktadha huo, una wabunge wa kutosha wa kwenda kuweka maslahi yako haya ambayo unayazungumza nje ya mfumo? Kwa hiyo cha kwanza tunapozungumza maridhiano ni lazima wabunge ambao wameshapatikana, ambao wengi wao ni wa Chama cha Mapinduzi, lazima sisi ambao tunapush ajenda tuwe na hoja mpenyezo zinazoweza kuwafikia wakaona kuna umuhimu wa hili jambo kufanyika na hao wenzetu. Kinyume na hapo litaenda, watafanya wao wanachotaka, siku ya siku utaanza kulalamika kwa sababu huna kia ya kuweza kufungua hayo mawazo yako yaweze kuingia kwenye mfumo na yaweze kuaminika kwamba sasa hapa tuko sawa, zaidi ya nia njema ya serikali iliyopo madarakani na bunge. Kwa hiyo kwanza maridhiano, kwanza maridhiano lazima yakihusishe Chama cha Mapinduzi. Cha kwanza tukiombe kiwe na nia njema na maridhiano. Hili la kwanza. Lakini la pili, sisi ambao tunahitaji hayo ambao tunayaona hayako sawa, lazima tuwe na lugha ambazo zinaweza kuwashawishi wenzetu waamini hiki tunachokihitaji ni kwa maslahi ya taifa na sio kwa maslahi yetu binafsi au vyama vyetu vya siasa. Sawa kabisa. Ramabi, mimi nakuja kwenye misingi. Amezungumza kiasi juu ya misingi hapo, na kuna misingi mingi ya maridhiano kabla ya kwenda kwenye mchakato wenyewe wa katiba, ambapo binafsi nahitaji kusikia maoni yake. Wanasiasa wamelibeba sana swala la kikatiba, lakini ukiangalia inawezekana ikawa ni maslahi kuangalia tu namna gani chaguzi na masuala ya kisiasa, basi kuangalia jamii kiujumla. Lakini swali langu ni kwamba haki na usawa ni sehemu ya maridhiano. Kwake anahisi vipi kama wanaufahamu wanasiasa kwa chama ambacho kinashika hatamu na vyama vingine, ili linakaaje na analizungumziaje kwa upana zaidi? Ramabi, naomba urudie swali lako mwenyekiti hapo. Hasa kipengele cha mwisho ambacho umeanzia haki na usawa. Unasema umeanzia hapo. Sahihi. Swali langu ni hili moja tu kwamba tunatambua kwamba kwa yale yanayoendelea kisiasa na nchi yetu katika kipindi cha mpito, hasa unapozungumzia uga wa siasa. Lakini kwenye misingi ya maridhiano kuna haki na usawa. Ndio. Ili kuwe na haki na usawa, kuna namna gani bora kupitia msingi huu ili kufikia maridhiano? Nashukuru kwa kulipata. Naomba nijibu kwa kuanza na mfano wa South Africa. Nelson Mandela aliwekwa kizuizini miaka 27 na serikali ya Kaburu kule South Africa. Lakini kwa sababu kulikuwa na wanaharakati ambao wana lugha ambazo zinaweza zikashawishi watu wakaondoa chuki, Makaburu kupitia uongozi wa African National Congress ANC wakafika hatua wakamtoa bila masharti yoyote Mandela kuja uraiani, na baada ya kumtoa waliandaa uchaguzi uliokuwa huru na wa haki. Alafu dola ya South Africa haikuingilia uchaguzi. Dola ile ilianguka uchaguzi wa kwanza tu baada ya Mandela kutoka gerezani. Nimetanguliza mfano huu kwa nia ya kuwatambulisha Watanzania ili tuweze kufika maridhiano katika swala ulilouliza
la usawa katika kuliendea hili jambo, ni lazima Chama cha Mapinduzi kiwe na nia njema chenyewe na serikali iwe na nia njema yenyewe, na misingi hiyo rais ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Rais wa sasa ndiye aliyegusia swala la maridhiano. Kwa tafasiri yangu mimi, maana yake yuko tayari katika kuweka usawa katika mijadala ya kuelekea katika maridhiano. Kama ni hivyo, hata chama chake kitakuwa radhi katika kuelekea swala la maridhiano. Kwa hiyo usawa wetu sisi tutauona katika kujenga hoja zetu zinavyopokelewa na kuingia katika maandiko yatakayokuja kuwa ndio utaratibu tutakaotumia. Hatuwezi kuhisi sasa kwamba tutakwenda kumezwa hoja zetu, tutakwenda kudhulumiwa hoja ambazo tunazipeleka. Usawa tutaupima baada ya kufikisha hoja na kupokelewa. Hadi sasa kama kiongozi wa chama chako umekuwa na ushiriki gani kwenye mchakato wa maridhiano ambao tumefika hadi sasa? Mchakato wa maridhiano haujakuwa official kwa sababu maridhiano haya yatafanyika baada ya tume iliyoundwa na rais ya kuchunguza matukio yaliyotokea na ikakusanya maoni na kadhalika. Ndio sababu tukataka kujua kama chama mpaka sasa hivi mmeshiriki vipi katika mchakato mzima. Tumeshiriki katika kutoa maoni yetu kwa sababu tulialikwa na tume, hatujasusa. Tume ya Jaji Chande imetualika mara 2. Ndio. Na tukaenda kutoa ilitualika kwenda kutoa maoni kwa njia ya maandishi baada ya kuleta hadidu rejea katika mitandao ya kijamii. Lakini katualika kama viongozi wa kisiasa. Ndio. Wote wawili, katibu na mwenyekiti. Lakini nikaalikwa kama niliyekuwa mgombea wa nafasi ya urais kwenda kutoa maoni kile nilichoona. Ndio. Siku ya uchaguzi niliona nini na nilieleza vya kutosha na niliandika vya kutosha. Kwa hiyo mimi nimeshiriki. Mimi nimeshiriki kwa sababu dhana ya demokrasia ni kazi ya ushirikishwaji wa mambo. Na katika kushiriki kwako kama kiongozi wa chama chako pia, unafikiri ni mchango upi ambao unaweza ukatuibia kidogo, ambao unafikiri huu ni mchango wa kipekee ambao una define NLD kama chama katika mchakato mzima tulipofika hadi sasa? Yale niliyowasilisha pale ni maoni ya chama ambayo tuliwasilisha pale tume. Tunaelewa. Na yale kwangu sio sawa kuyaainisha kwa sababu ni mambo mazito kidogo tuliyoyaona ambayo tumewasilisha pale kwenye tume. Sasa siwezi kuyazungumza sasa kwenye chombo cha habari kwa sababu muda wake hujafika. Kwa sababu ni maoni ya chama ambayo tumeyakusanya, yale ambayo tumeona kwenye uchaguzi. Yale yaliyopelekea kumetokea hiki na hiki, na sisi tumeandika vizuri tu. Na ndio taratibu kwa sababu wale ndio walikuwa wenye mamlaka wa kutaka kuona nini kimejiri. Sisi tumeandika sawa kabisa. Sawa kabisa. Ambayo muda wake hujafika, hakuna shida kabisa. Rama bonus. Mimi nataka niambie kutokana na yaliyopita na kabla hapo, tunatambua tulikuwa tuna mchakato wa katiba ulipita pia, baadaye ukasimama kwenye awamu ya 4 kabla ya awamu ya 5 na 6. Nataka tu aniambie na Watanzania ambao wanamsikiliza, tunapozungumza katiba ni mali ya wananchi au katiba ni ya wananchi wote kiujumla, wewe unazungumziaje swala la katiba limeonekana kubebwa zaidi na nyinyi wanasiasa kuliko uhalisia wenyewe wa wananchi? Hii inaweza kuleta tija gani hasa kuipata Tanzania yenye katiba ambayo ina ustawi kwa wananchi wote kiujumla? Lama, swali lako ni zuri sana, na hili huwa nikilijibu wanasiasa wenzangu huwa wanakasirika, baadaye wanatuma message kwenye simu. Mpaka sasa tulipofikia, madai ya katiba ni maslahi ya viongozi wa kisiasa. Hawadai katiba kwa ajili ya wananchi. Ndio. Wanadai katiba kwa sababu zao binafsi. Kwa sababu ukitusikiliza, sio ukiwasikiliza, ukitusikiliza tunazungumzia masuala ya uhuru wa uchaguzi, uwazi na uwajibikaji katika kusimamia uchaguzi. Lakini hatuzungumzii kwa ujumla maslahi ya wananchi nje ya maslahi ya kisiasa yanapatikanaje. Hatuzungumzii. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa kwenye hili jukwaa la leo asubuhi ni kwamba
bado tuna kazi ngumu hata sisi wanasiasa wenyewe kujibadilisha mwelekeo wa madai ya katiba. Hata sisi wanasiasa wenyewe. Unadhani madai ya katiba kwa wanasiasa yalitakiwa yawe vipi kwa mtazamo wako? Yalikuwa yawe mambo ya jumla, kwa sababu ukisikiliza mambo ya jumla ni kuhusu masuala ya maendeleo ya watu, elimu zao, afya zao, na mambo mengi ya msingi ya kiuongozi. Lakini ukitusikiliza tunapokuja katika kupushi ajenda mabadiliko ya katiba, ukimuuliza tu mwanasiasa yoyote, ni mambo gani ya msingi unataka yawemo kwenye katiba ili nyie muone mna nafuu kwenye ufanyaji wa siasa, watakupeleka kwenye uchaguzi. Siasa sio kwa ajili ya uchaguzi tu. Siasa ni jukwaa la kuibua ajenda na kupushi hoja kwa ajili ya maslahi ya watu wote. Sasa unapokuja kwenye siasa alafu wewe dhana yako ni moja tu ya uchaguzi, unaikosea heshima siasa yenyewe. Na wewe kwa mfano kwa chama chako, mimi naomba nirudi katika chama chako kama NLD, unafikiri kuna sababu yote ya kuendelea na mchakato wa mabadiliko ya katiba? Upo, kwa sababu na ni vitu gani ambavyo unafikiri ni vya msingi? Upo, ngoja nijibu hili. Upo kwa sababu wakati inatungwa katiba ya mwaka 77, ndio sisi wote hapa ni watoto, na wengi hatujazaliwa. Ndio, na wengine hamjazaliwa. Maana yake ni nini? Mawazo yale, maana katiba ni mfumo wa namna ambavyo mnaongoza nchi na kuiendesha kwa mujibu wa misingi mliojiwekea kabisa. Sasa ile ni misingi ya miaka 40 iliyopita. Tunadhani misingi ile haiwezi kuwa sawa kwa sisi ambao katika hiyo miaka tulikuwa hiyo misingi haitusaidii. Kwa kipindi hicho ukisoma katiba ilivyo kwa kipindi hicho, ile misingi ilikuwa ni misingi bora sana. Fikiria imesimama misingi ile katika kipindi cha miaka 40. Tunahitaji misingi walau ya sayansi na teknolojia na karne hii ya 21. Haimo mule ambao tuna mawazo mapya. Wakati kipindi kile hakuna teknolojia. Kwa mfano mwenyekiti hapa ukisema mawazo yako makubwa, sema ni katibu mkuu, mawazo yako matatu tu makubwa ambayo nafikiri inatakiwa yaingie katika katiba mpya, ungesema nini? Katika mawazo yangu makubwa kabisa, matatu tu ya haraka haraka. Matatu kabisa. Mimi nataka nitaje moja ambayo ni kubwa sana. Sawa. Nataka nitaje moja ambayo ni kubwa sana. Naam. Kwenye katiba imeweka msingi wa elimu ya Mtanzania walau shule ya darasa la 7. Iondolewe ile. Lakini ile tayari ile imefanywa amendment ambapo itakuwa mwisho kidato cha 4. So umeona sasa kwa nini tuweke ukomo wa ufahamu wa mtu kwenye katiba ya nchi. Umeona mawazo yangu? Kwa hiyo mimi nataka sasa katika msingi wa kwanza kabisa swala la elimu lisiwe na utambuzi kwenye katiba. Lisomeje sasa? Iwe uhuru yani wewe usome mpaka mwisho wa uwezo wako. Mimi sasa ndio umeona nilivyoenda mimi. Sasa hapo kwenye uwezo wako ukiangalia hata mabadiliko yalitokea baada ya kufanya tafiti. Wengi walikuwa hata la 7 hawafiki. Sasa si unaona sasa. Kwa hiyo imebidi at least itumike hiyo, mimi naweza kuita force kwamba hata kama basi walazimike kwamba cheti chako cha kwanza kiwe cha kidato cha 4 walau. Unaamini kwamba Tanzania haitambui elimu ya chuo kwa mujibu wa sheria? Sababu imeeleza walau kidato cha 4 kwa sababu ndio msingi wa katiba na hiyo imefanywa amendment. Kwa hiyo mimi sasa wazo langu nataka elimu ya Mtanzania. Lakini mwenyekiti katibu mkuu naomba tufanye marekebisho kidogo. Tuna wizara ya elimu ya mambo ya juu. Tuna sheria ambayo inasimamia bodi ya mikopo Tanzania. Kwa vyote vile tuna sheria, nchi yetu inatambua elimu hadi ya chuo kikuu. Naomba hilo tuliweke katika mimi sina shida kwa sababu hapa ni mahojiano ya wazi. Ndio. Hivi unajua Kiswahili ni lugha ya taifa? Inatambuliwa wapi kwa mujibu wa sheria na katiba? Una kifungu chochote cha katiba ambacho kinaipa hatimiliki lugha ya Kiswahili kwamba ni haki ya taifa hili? Unaongea haki ama sheria? Haki. Si lugha ya taifa hii. Inatambuliwa wapi?
Sasa kama kwa mfano nakupeni hiyo challenge, natambuliwa wapi lugha? Kwa mfano huwezi kwenda bungeni ukaongea Kiruga, Kifipa, Kichaga, lazima utaongea Kiswahili ambako ni nyumba yetu ya sheria. Kwenye vyombo vyetu vya mahakama, kwenye mahakama kuu nafikiri ukiko tunatumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo nawarudisha tu, tutaenda sawa. Sasa mwenyekiti, unajua kuna katibu mkuu, kuna katibu sasa katika hata kwenye common law wanasemaga kuna written constitution and unwritten constitution. Kwa hiyo kwa Tanzania sio kwamba labda kuna kipengele namba fulani namba 6B nitakuonyesha Kiswahili kimesema, lakini unwritten, hata ikiwa ni unwritten constitution, Kiswahili kinatumika katika vyombo vyote rasmi, na hata marais wetu wakienda mpaka SADC na mikutano ya Afrika Mashariki wanaongea. Juzi Rais Samia alikuwa Urusi akasema nataka kujibu kwa lugha yangu. Nataka kujibu kwa lugha ya taifa langu, lugha ya Kiswahili. Ndio umeipata popote wapi kwamba ni lugha yetu? Lakini inatambulika kwenye unwritten constitution, inatambulika kwamba lugha inayomtambulisha Mtanzania popote pale ni lugha ya Kiswahili. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.